Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu wapenzi watazamaji wa chaneli yetu Mafuraha TV. Leo hii nataka niwakumbushe kuwa tunaelekea katika usiku ambao wa nusu ya mwezi wa Shaabani. Usiku huu kwa Kiarabu umeitwa nisfu Shaabani, usiku ambao una faida nyingi sana kwa wanaojua, lakini pia una kheri nyingi sana kwa watakaofanyia kazi. Sasa kwa hivyo nimeona isipite hii siku kabla sijawakumbusha chochote. Ndugu zangu, kabla ya kuwakumbusha wao, nataka nilete shukurani kwa lugha ya Kiarabu ambayo inazungumzia kushughulikia wakati. Alhamdulillahi alladhi khalaqal kauna wa ja'ala fihi ma arada wassalatu wassalamu ala mubayyin turqil huda wasudi alhathi ala ightinamil awqati bin nawafili wal awradi sayyidina Muhammadin ibn Abdillahi khairil murshidi wa khairil hadi wa ala alihi wa sahbihi almutamassikina bisunanihi ila yaumil miadi. Haya maneno laiti kama tutayatafsiri tutapata faida nyingi, lakini kwa vile wakati nao sio rafiki, yani wakati ni mchache, na nimependa nizungumze kwa uchache ili tuende kupata faida, basi mukaddima huu nitauacha kama ulivyo kwa lugha ya Kiarabu. Nitakwenda kutafsiri faida ambazo zilimfanya Nabii Isa alayhi salam atamani kuwepo katika mwezi, atamani kuwepo katika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katika mwezi huu wa Shaabani kuna nusu Shaabani, kwa maana usiku wake, usiku wa nusu Shaabani, nusu ya mwezi wa Shaabani ambao tunauendea leo. Baada ya swala magharibi, basi wengi watakuwa kwenye dua mbalimbali, wengi watakuwa kwenye nyiradi mbalimbali, wakimuomba Mwenyezi Mungu umri mrefu, wakimuomba Mwenyezi Mungu riziki, wakimuomba Mwenyezi Mungu kuepushwa na mabalaa. Na kwa kweli tuna mabalaa mengi, ipo haja ya kujitoa walau kwa usiku wa leo, kwa maneno na ishara za maelekezo za wana wazuoni, tuweze kufaulu. Tumuombe Mwenyezi Mungu tunavyovihitaji. Ndugu zangu, Nabii Isa alayhi salam alipata kupita katika mlima, akalikuta jiwe. Katika lile jiwe lilikuwa jiwe jeupe, akalizunguka, fatwafa biha, panaelezwa hivyo, akalizunguka Nabii Isa alayhi salam. Sasa baada ya kuwa amelizunguka, fataajaba ay wataajaba minha, akapata ajabu kuhusu lile jiwe. Fa auha Allahu ilaihi, Mwenyezi Mungu akampelekea ujumbe, akamwambia hivi, aturidu an ubayina laka ajaba mimma raaita, je, unapenda nikubainishie ajabu zaidi kuliko hiyo ambayo umeiona katika hilo jiwe? Qal na Nabii Isa akasema ndiyo, na hata wewe na mimi nitatamani. Mungu ndo anataka akuelekeze jambo lilokuwa la ajabu zaidi. Nabii Isa akasema ndiyo. Famfalakatil hajaratu ay sakharatu, kwa lugha iliyopitwa humu, likapasuka lile jiwe. Ghafla akatokea mtu, biyadihi ukazatun khadharau, katika mkono wake kuna fimbo ya bluu ay ya kijani. Wa indahu shajaratu inabi, lakini pia kuna mti wa zabibu pale. Alipotokea ule mtu na kuonekana ule mti wa zabibu, fakala, akasema yule mtu, hadha rizqi kula yaumin, hii ndiyo riziki yangu ya kila siku. Mimi kila siku nakula katika mti huu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia mti huu kukaa hapa. Fakala, kabisa akasema, kam ta'budullah fi hadha alhajar,
muda gani wewe unamwabudu Mwenyezi Mungu katika jiwe hili? Na fi kwa maana ya ndani ya jiwe huko ndio alikokuwa anakaa, mpaka lilipopasuka ndipo alipoonekana. Faqala, akasema ule mtu, mundu 400 sana, tokea miaka 400 nafanya kazi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Miaka mingapi? Miaka 400. Faqala Isa, akasema Nabii Isa, ya Rab, e Mola wangu, ma adhunuka khalaqta khalqan afdala minhu, sidhani kabisa kuwa umemuumba kiumbe aliyobora kuliko huyo. Miaka 400 anakuabudu Allah. Faqala, Mwenyezi Mungu akasema, man salla lailatan nisfi min Shaabana, yoyote atakayeswali usiku wa nusu wa mwezi wa Shaabani, min ummati Muhammadin, katika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini, akaswali rakaa 2 tu, 2, fahuwa afdalu min ibadatihi 400 au 400 ami, basi mtu huyu mwenye kuswali rakaa 2 katika ummati Muhammadi usiku wa nusu ya mwezi wa Shaabani, yeye ni bora mtu huyu zaidi kuliko ibada zake huyo alizozifanya miaka 400. Qala Isa alayhi salam, Nabii Isa akasema, laitani min ummati Muhammadin, natamani mimi ningalikuwa katika ummati Muhammad. Siku moja tu inakuwa kwa wakati wa kuitumia kwa kuswali rakaa 2 tu ndani ya siku ya nusu wa mwezi wa Shaabani, mtu anapiga ibada, anakuwa bora kuliko alofanya ibada miaka 400. Ndugu zangu waumini, hili limenifanya nistuke na kuwakumbusha kwamba tusiuchezee huu wakati. Hebu tuswali rakaa 2, tumwambie Mola wetu, sisi tunaswali kwa ajili yako, lakini pia tunataka tupate daraja kama ulivyosema wakati unamjibu Nabii Isa alayhi salam. Ndugu zangu waumini, nisfu Shaaban ni dua na nyiradi na swala, vyote vitu vitukufu mno. Mwezi huu ni mwezi wa kujiandaa zaidi na kujipanga zaidi na kujikita zaidi katika kumwabudu Mwenyezi Mungu, ili tuweze kufika Ramadhani tukiwa tuko shapu, tuko vizuri. Mpaka hapo niwaambie, sasa ndio muda wa kuelekea katika nisfu Shaabani, na mimi nisemaye leo magharibi baada ya swala, dua itasomwa na nyiradi zitasemwa na swala zitaswaliwa, ili kumuomba Mola wetu. Tusilale, tusishangae watu wasiokuwa ummati Muhammadi walitamani kwa sababu ya fursa zinazopatikana ndani ya ummati huu hawakuweza kuzipata. Walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.